Mimi katika pande nilikuwa kanisani, tulikuwa tuna ubatizo. Unani upepo ukaja ukaangusha kanisa, likanipiga kwenye mguu. Tena nikaenda barabarani. Wakasema mifupa yako imepasuka vibaya, uende mjini. Tena kuja hapa. Mvua ambao muda si wa 12, maana alikuwa tulianza ibada kwenye saa 10 na mpaka saa 11, ni saa 9 kwenye saa 10, 11 nikaanza mvua kama ilikuwa dalili ya mvua. Lakini nani upepo ulikuwa mbele, upepo ulikuwa nyuma. Upepo kaja kwa kasi. Tutengeneze vitu navyo kurudi. Tukagundua tofali zimeanguka. Kuja kunipiga hapa. Na nimewapa na kwenye mguu na mkono, na wenzangu tu wengine wamekufa, mama mchungaji na wengine watatu. Ana maiti huko kijijini 4. Mtoto majeruhi ni wengi tu. Wote watoto wanatoka wili, kwa hiyo na mnyoa na mwingine yule. Na wengine wako kule. Margaret, tunajisikiaje huduma mnazopewa hapa? Hapa. Maana huduma jana alisema kwamba utakuja kuwekwa na mguu huu utakwenda kutengenezwa. Bunge atakuhudumia pamoja na Nduna na Samia. Lakini nguo bado ndio atakule barabarani huko bado. Lakini huduma zingine zote mmeshazipata. Angalau tangu mlipopokewa mpaka sasa unahudumiwa, umekaa hapa. Sindano sije usiku akanipiga na asubuhi. Ndio. Lakini donge bado janyo. Na mkono anifunga sasa hivi. Sawa. Kwa jina mimi naitwa Neema Marco Bwangaya. Ni mzaliwa wa kijiji cha Wiliko, kata ya Mloa Bwawani. Juzi tarehe 23 tulikuwa tulikuwa kanisani kwa na ibada ya ubatizo. Kwa tumebatiza, basi upepo ukaanza kupiga. Basi sikujua ile sijili niangukiwa na nini mpaka nini, kwa nashtuka niko huko hospitalini.